Jeshi la Urusi liliweza kuanzisha maeneo kadhaa ya mauaji kwa vikosi vya Ukraine karibu na Sudzha huko mkoani Kursk nchini Urusi. Mara baada tu ya ripoti hii, pia utasikia ripoti nyingine kuhusu wanajeshi wa Ukraine kushambuliwa huko mkoani Kursk na kusababisha wengi wao kurudi nyuma katika baadhi ya makazi huko Kursk nchini Urusi. Basi karibu sana katika undani wa ripoti hii, utasikia kiundani kabisa na kusihi tu ya kwamba pia kama unatamani kufahamu kila ambacho kinaendelea kujili huko mkoani Kursk, basi nifuatilie mwanzo hadi mwisho wa ripoti hizi. Kikosi cha wanajeshi wa Ukraine kilichoko huko karibu na mji wa Sudzha katika mkoa wa Kursk nchini Urusi kimejikuta katika maeneo kadhaa ya mauaji yaliyoanzishwa na wanajeshi wa Urusi. Mtaalamu wa masuala ya kijeshi anayefahamika kama Andrei Marochiko ameweza kueleza hivyo kuhusu taarifa ya wanajeshi wa Ukraine kujikuta katika maeneo kadhaa ya mauaji yaliyoanzishwa na vikosi vya Urusi katika mkoa huo wa Kursk, hasa karibu na mji wa Sudzha. Marochiko amenukuliwa akisema ya kuwa wavulana wetu wanarejesha maeneo mapya kutoka kwa wanamgambo wa Ukraine katika mkoa wa Kursk. Karibu mawili ya mazunguko haya makubwa yalianzishwa katika eneo la Sudzha, na nguvu kazi na vifaa vya adui sasa vinaharibiwa katika maeneo hayo ya mauaji huko Kursk. Kulingana na yeye, amesema hali ni ya moto sasa katika uwanja wa vita karibu na mji, ambapo wanajeshi wa Ukraine wanapaswa kuchukua uamuzi mmoja tu sahihi: kujisalimisha, kwani hawana njia nyingine mbadala kwa sasa katika eneo hilo. Pia Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kutoa kanda ya video ambayo inaonyesha mashambulizi mengi ya ndege zisizo na rubani za FPV dhidi ya wanajeshi wa Ukraine katika mkoa wa Kursk, ambako sehemu ya mashambulizi ya haraka ambayo imeweza kusababisha wanajeshi wa Ukraine kurudi nyuma katika siku chache zilizopita kutoka eneo hilo, ambako katika siku mbili tu zilizopita vikosi vya Urusi vimeweza kukomboa takribani makazi 17 huko mkoani Kursk katika kile kinachoelezewa kama maendeleo makubwa ya vikosi vya Urusi katika eneo hilo. Katika video hiyo iliyotolewa Jumatano, yani siku ya jana, Wizara ya Ulinzi ya Urusi iliweza kuonesha sehemu zinazoonyesha mashambulizi ya FPV ya kujitoa mhanga dhidi ya wanajeshi na magari ya Ukraine huko Sudzha mkoani Kursk. Pia katika video kadhaa wanajeshi wa Ukraine wanaweza kuonekana wakijaribu kujificha nyuma ya magari yaliyopinduka ili tu ndege isiyo na rubani iweze kupita na kushambulia kutoka juu. Na katika mwisho wa video hiyo inayopeperuka umeonesha ya kwamba ndege zisizo na rubani zilidhibitiwa na redio na kufanyiwa majaribio licha ya msongamano wa vita vya kielektroniki. Katika taarifa rasmi siku ya Jumatano, wizara hiyo iliandika ya kuwa Ukraine pia iliweza kupoteza zaidi ya wanajeshi 260 ikijumuisha waliofariki au kujeruhiwa pamoja na magari 7 mazito na vituo vitatu vya kudhibiti ardhi isiyo na rubani kutokana na operesheni za Urusi katika eneo hilo kwa muda wa saa 24 zilizokwisha kupita kutoka jimbo hilo. Pia wakati wanajeshi wa Urusi wakipanga kuondoa wanajeshi wa Ukraine kutoka eneo la Kursk, wataalamu wameeleza kujiondoa kwa Kyiv katika eneo hilo kunaweza kuwa muhimu kisiasa, ambako pia wameweza kueleza hivyo au kuzungumza hivyo baadhi yao kwa shirika la habari la Kyiv Independent kutoka nchini Ukraine, ambapo inaripotiwa kwa kuogopa kuzingirwa wanajeshi wa Ukraine wameanza kusogea nyuma karibu na mpaka. Habari hizo pia zinakuja siku moja baada ya Ukraine kukubaliana na pendekezo la Marekani la kusitisha mapigano kwa siku 30, ambapo Kremlin ilisema ilikuwa inasoma pendekezo hilo ambalo liliweza kupendekezwa
Machi 11 huko Jeddah, Saudi Arabia. Inahisi kama wanafikia mahali ambapo watu wanajaribu kusuluhisha mstari wa mbele kwa kutarajia ya kwamba wanaweza kuwa na seti ya mazungumzo. Aliyasema hayo Scott Lucas ambaye ni mwanasayansi wa siasa na profesa wa mafunzo ya Marekani na siasa za kimataifa katika taasisi ya Clinton ya University College Dublin. Wataalamu wa Magharibi na Ukraine walizungumza na Kyiv Independent wakisema ya kwamba Ukraine tayari imefikia malengo fulani ya kisiasa kwa kuivamia Urusi kwanza na kushikilia sehemu ya jimbo la Kursk kwa miezi kadhaa, ambako Kyiv sasa itabidi iamue kama itaimarisha eneo la Kursk kwa kutuma wanajeshi na rasilimali zaidi ambazo zinaweza kupelekwa mahali pengine au kupanga mapumziko ili kuepusha hali ambayo inaweza kuwa mbaya zaidi kutoka eneo hilo. Ukraine inataka kuwa na uwezo wa kuonyesha ya kwamba inaendelea kusimama na kupinga hata kama utawala wa Trump unaondoka, Lucas alisema, akimaanisha Marekani ilipositisha au kusitisha usaidizi wake wa kijeshi na ushirikiano wa kijasusi mapema mwezi huu Machi 2025, ambapo Marekani Machi 11 pia iliweza kukubali kuondoa marufuku ya kushiriki ujasusi kufuatia mazungumzo na upande wa Ukraine huko Saudi Arabia. Lakini hata hivyo, uungwaji mkono wa Marekani wa siku zijazo na utayari wa Ulaya kuchukua uongozi katika kutoa msaada wa kijeshi kwa Ukraine bado haujulikani. Na kupoteza nafasi nchini Urusi kunaweza kuwa na athari kwa hali ya ndani na nje ya Ukraine, ambako Kyiv pia mara kwa mara imeeleza mafanikio katika jimbo la Kursk, hata kama wanajeshi wa Urusi walisonga mbele kwa kiasi kikubwa katika mstari wa mbele katika mkoa wa Donetsk, wakiteka ngome za muda mrefu za Ukraine za huko Vuhledar na Kurakov. Kutokuwa na uwezo wa Urusi kulinda eneo lake mwezi uliopita, mwezi wa 8, na uamuzi wake wa kuendelea na uvamizi zaidi wa Ukraine kwa gharama ya kuweka eneo lake salama kulisababisha hisia hasi ndani ya nchi, ambao kulingana Oleksii Melnyk ambaye ni mkurugenzi mwenza wa sera za kigeni na usalama wa kimataifa katika kituo cha Razumikov chenye makao yake huko Kiev, alisema sio kuhusu mji wa Sudzha au kilomita za mraba, lakini kuhusu uadilifu wa eneo la Urusi. Melnyk alisema, lakini inaweza kuwa uamuzi mbaya kwa Ukraine kujadili hadharani wazi wake kwa ajili ya biashara ya Kursk, kwa ajili pia ya eneo la Ukraine. Mapema katika mwezi wa pili mwaka huu, Rais Volodymyr Zelensky alisema ya kwamba alipanga kucheza kadi ya Kursk katika mazungumzo ya uwezekano wa kubadilishana eneo moja kwa jingine, bila kufafanua ni sehemu gani ya wilaya inayomilikiwa na Urusi ambayo Kyiv ingeomba kwa malipo. Kufichua msimamo wa mazungumzo ya Ukraine kuna uwezekano umetumika kama mchimbaji kwa Moscow kuzingatia juhudi zake za kuinyima Ukraine nafasi hiyo. Kwa sasa Moscow inaongeza kasi yake katika jimbo la Kursk, huku wizara ya ulinzi ya Urusi ikidai tarehe 11 Machi ya kwamba iliweza kuteka makazi 12 na kilomita za mraba 100 za eneo hilo, ambako wanajeshi wa Ukraine walioko ardhini walisema katika siku za hivi karibuni ya kwamba hali ni mbaya zaidi, kwani vifaa vilitatizwa. Kuipoteza Kursk kungeweza kusababisha kupungua zaidi kwa usaidizi wa Marekani, kwani hawawezi kuingia katika idadi hasi. Kwa maana hiyo, amesema Steven Horel ambaye ni mwandamizi asiye mkazi katika kituo cha uchambuzi wa sera za Ulaya. Kuning'inia kwenye eneo la Kursk ni jambo muhimu la kujadiliana katika macho ya kimataifa, na operation hiyo ikiruhusu Ukraine kuzionesha nchi za Magharibi ya kwamba bado inaweza kurudisha nyuma licha vikwazo katika uwanja wa vita
Borrell amesema hivyo. Alisema pia anadhani kuongezeka kwa uungwaji mkono wa Magharibi baada ya mashambulizi ya Kursk ulikuwa uthibitisho madhubuti wa hilo. Sasa huku operation hiyo ikionekana kufa polepole, uwezekano wa kujiondoa kwa Ukraine kutoka jimbo la Kursk kunaweza kutia nguvu maoni ya rais wa Marekani na timu yake ya kwamba hakuna jinsi Ukraine inaweza kushinda nchini Urusi au dhidi ya Urusi. Borrell aliweza kukumbusha hivyo.